Hafla ya wanahabari Waislamu wa kaunti ya Kilifi ilifanyika katika hoteli ya Silver Palm, kiungani mwa mji wa Kilifi. Hafla hii iliandaliwa na Baraza la Kudhibiti Mawasiliano ya Umma, MCK. Wakakaa pamoja wakitabasamu katika maandalizi hayo ya ikram ya faraja ya Ramadhani. Wakavunja saumu, kisha wakaswali, kisha wakafuturu pamoja. Nikapata fursa ya kuzungumza kuhusu wanayopitia wanahabari wa Kiislamu katika janibu hii. Wanahabari ama journalists wa Kiislamu wamefanya kazi katika mazingira magumu sana. Ima hawaeleweki na wasimamizi wa vyombo vile, ama kuna kitu fulani ambacho hakiko sawa. Tumeachwa nyuma sana, mbali sana katika kuangazia masuala yetu. Na masuala ya Kiislamu ni mengi sana ambayo yapo tu yanaendelea kujitokeza. Lakini kama walivyosema baadhi ya wataalam ama wa viongozi ambao wako katika tasnia hizi, wanasema jambo likiangaziwa sana ambalo linahusu Waislamu inakuwa ni kama vile kuna ugaidi ndani yake, kuna mambo mengine ambayo yametokea, ndio habari zitangazwe zinazohusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Wanahabari hawa wakajadiliana kuhusu changamoto zao na maadili ya kijamii yanayowahusu. Hakuna mtu anafikiria kwamba kuna mwanahabari Muislamu. Pia ndugu zetu, ningeomba tushikane zaidi, kwa sababu ndio watu wajue tuko, lazima tuonekane. Tusipoonekana hatajulikana. Ningetoa maoni ama pendekezo kwa wahusika watufanyie training kwa wingi, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanatukabili ama yanatufunga sana kwenye kujiachia. Unaweza kutumia ngeli, ukatumia maneno yakaonekana sivyo. Kwa hivyo ingekuwa bora zaidi kama itakuwa mtatufanyia hizo training, ili tukijua huko tunazungumza na tuonekana ni maneno yapi tunafaa kutumia na gani ambayo hatufai kutumia. Afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kudhibiti Mawasiliano MCK, David Omoyo, akasisitizia wajibu wetu kama wanahabari kuhakikisha tunabeba ujumbe wa ukweli, mshikamano na matumaini kwa jamii. Tutaanza mradi ambao kwanza ni kuwasaidia wale wanahabari ambao sasa hawako katika kituo chochote, lakini wanafanya kazi yao aidha kwa podcast ile ama private channel, kwa kufuata maadili ya wanahabari. That is a very rigorous fact checking, usije ukaanza kueneza uvumi, and verification of facts, kwamba mtu yule pia hata katika channel yako ama podcast yako wewe tutakurecognize kama mwanahabari. Jambo la pili, umesikia shujaa yetu hapa Lolani anasema vyombo vya habari hasa runinga na redio pengine haziweki muda wa kutosha katika mahubiri ya dini ya Kiislamu siku ya Ijumaa, sivyo? Amefanya kazi miaka mingi sana katika TV ya mwenyewe na anaelewa. Wakati kulikuwa Voice of Kenya, walikuwa kuna siku ya Ijumaa kuna mahubiri kidogo ya Kiislamu, Jumapili kuna mahubiri ya kanisa, sivyo? Lakini ukiangalia pia nimesikia makanisa mengine yakisema bwana, Jumapili mnaweka misa ya Kikatoliki ama ya Kianglikana, wengine hamwaweki. Ni kwamba wakati wowote ambapo unamuona yule ambaye ni producer katika redio ama TV ana habari nyingi ambazo lazima amue gani zitakuwepo. Lazima amue katika, kama ni mahubiri ya Jumapili utaweka kanisa la Wakorino ama utaweka hili lingine. Kwa hivyo
hayo ni masuala ambayo tutaendelea kuyaongea kwamba dini zote ama madhehebu yote pia yapewe muda wao, lakini zaidi leo ni siku ama masaa haya ni masaa ya kusherehekea iftar katika kipindi hiki cha Ramadhan, na watakia ndugu Waislamu na hasa wanahabari Waislamu mfungo mwema, na wakati unapo tafakari nafsi zenu tujue kwamba kazi unayofanya aidha wanahabari ama kazi yoyote, maadili yale na mafunzo ya dini yako ambayo ni kutenda wema, kuhakikisha kwamba usiwasengenya wao kwa watu wengine, yaonekane katika kazi yako kila siku, sivyo? Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.